Karama na vipawa haviwezi kuokoa. Amina mzee basi. Kuokolewa na karama na vipawa vikuokoe wewe. Hata nikiponya hapa wagonjwa ambao wametoka matumbo, haikuokoi nafsi yako. Ila nyuma ya kitabu ya karama na vipawa, haleluya, ambaye yale yaliyokuwa yamefungwa nyuma ya kitabu, kuna yale yaliyokuwa ndani ya kitabu ambaye alikuwa na wajumbe 7 zilikuwa ni karama na vipawa. Ila nyuma ya kitabu alikuwa ni Kristo mwenyewe ambaye ni nguvu 7. Ndio maana hicho kitabu hakiruhusiwa kutazama na malaika, kwa sababu malaika ni karama na vipawa. Kwa malaika alikuwa nusu kukiona, sababu hicho kitabu kilikuwa na mwenye nacho wa asili. Mwenye nacho wa asili ni Kristo. Majina Yesu alikuwa ndani yake, hayakuwa ndani ya karama na vipawa. Haleluya, haleluya. Ndio maana tusikuzi karama na vipawa makanisani. Tunasikuza nini? Neno. Kwa sababu jina lako limeandikwa kwenye neno. Jina lako halijaandikwa kwenye pambanuzi, halijaandikwa kwenye ishara na maajabu. Limeandikwa kwenye neno ambaye ni Kristo. Haleluya. Ndio maana Bwana mwenyewe alikuwa na mhitaji yule malaika. Tuko karibu kuondoka. Yapaswa haya mambo yafahamike kanisani. Nimezungumza sana mambo ya ndoa na talaka hapa, nitamaliza huko mwisho jina la Yesu. Zungumza mambo ya ndoa hapa kidogo, tutazungumza tena. Amen. Lazima tuweke kanisa mahala pake. Tuko karibu kuondoka. Ujumbe lazima uzae pasha. Haleluya. Lazima tuongoze kuhubiri nguvu. You are part of God. Tuko naweza kujua kwa ujasiri. Utajitambua wewe. Sababu hii dunia inaonyesha mambo mengi. Unaweza kuwa na ujasiri wa ukoo. Sababu umezaliwa ile mchanga, una ujasiri tu wa kichanga, sababu wanakunywa mafuta ya simba wakiwa tangu wadogo. Una ujasiri tu wa kichanga. Ujasiri tu. Au una ujasiri tu wa kimburu. Jasiri. Kuna ujasiri wa Kristo. Ujasiri wa neno. Baada ya kujitambua. Sio kwa kuhadisiwa, sio kwa kuambiwa. Wewe mwenyewe. Ukristo ni wewe. Ukristo sio yule. Wewe ndiye Ukristo. Haleluya. Jina la Baba likiwe. Sikujitambua kwamba wewe ndiye Mkristo. Na Ukristo ni wewe. Unawezaje kubaki vile ulivyo? Hauna excuse kwa jambo lolote lile. Kwanza hauabudu kwa ajili ya mtu. Unaabudu kwa ajili ya kujifurahisha wewe mwenyewe. Mnasaidiwa na mashetani wanasema wenyewe kwamba la jipe wewe mwenyewe. Maana kila unajipa wewe mwenyewe. Sababu wewe ndiye Mkristo. Umfanyie onyesho mtu, jionyeshe basi kama ni Mkristo. Bwana kuona ile zaka na sadaka Kiswahili kaambia kwamba ni jaribuni. Hakusema ni jaribuni, alisema jithibitishe. Jithibitishe kama wewe ni Mkristo. Unajithibitisha kwa matendo yako. We shall know them. Sasa matendo yako yatakuthibitisha. Kama wewe unadai ni chungwa, tunataka tuone matunda ya chungwa. Hakuna mtu anafundisha kuabudu, no. Tumekuja hapa mkilemo ya Christian worship. Abudu basi wewe maabudu. Abudu basi. Unabaki ni kuomba wachungaji, unajua ile mimbara, si nini? You are a liar. That's demons, una mapepo. Unahitaji kuondoa. Unaishi kwenye mimbara zenye vita. Wewe mwenyewe una uwezo wa kubadilisha hali ya mambo. Ndani ya kanisa lote lile, ndani ya mhubiri wote yule, sababu ya atmosphere na wewe mwenyewe. You are God, na maisha God. Na unaweza kubadilisha laana kuwa baraka. Onyesha basi kama kweli wewe ndiye. Kwa sababu kama ni punda anazungumza, haleluya. Neno sio punda. Punda ni punda, ni neno. Onyesha basi kubali neno si wewe. Ndio neno pia unakataa. You are a liar. Haleluya. Mbuzi ndiye anaongea.
Haleluya. Lakini mbuzi anaongea nini? Anaongea neno la Mungu. Sasa wewe unajidai kuona neno la Mungu ni mmoja. Ndipo keba si neno la mbuzi. Bora kataa vyote. Wewe ni Mungu, sio Mkristo. Unaishi kwenye mimbara zenye vitu kuliko unavyojua. Na bado ukawa blessed. Why? Haleluya. Unaishi ukitaka kumua mhubiri yote yule. Kama unajua anakusema wewe, si unajaribu anakusema wewe. Kuna mapepo, kama anakusema wewe, sasa wewe litikie neno kwa amina. Kama ni munafiki na kama ni kushambulia, unamuua. Ila kwa kuonyesha kuwa wewe ni muongo na sio hicho kitu, ndio maana unasisi. Kujua siri sasa. Ndio kujua siri ya watu. Yaani kuonyesha kwamba ndio shida ni wewe na wewe ndio mapepo. Na wewe unabia leo hii hana shida, unasisi. Kwa sababu pepo unasisi kwenye neno. Ila kama wewe ndio sabi, ndio Kristo, na unashuki naye, na unachukua neno. Yesu anakuja kwa chuki, unamuua. Unabadilisha laana kuwa baraka. You can change it. You can change it right now. Unabadilisha jambo la sahihi. Tumepata Wakristo wasiojitambua makanisani. That's the problem. Ni kulaumu tumembala. Unajua pala amenisema mimi. Si nini. You are possessed with the demons. Una mapepo. Haleluya. Jina la mbarikiwe. Malaika walipokuja kwa Ibrahim, ilikuwa ni majira ya jioni. Jina la mbarikiwe. Aliyewaona ni Ibrahim peke yake. Kulikuwa na majirani wanaendelea na sherehe zao. Ufunuo unakuja kwa mteule. Na atakaye uone ni mteule peke yake. Hivi unajua kuwa unapoketi hapo siofani yako iko hapo hapo. What you see is what you are going to be. Kile unachoona ndicho unachoenda kuwa. Kwa hiyo be careful unapokwenda kanisani. Kama unaenda kuona makosa, jua kwamba unaenda kuwa makosa. Hautakuwepo in the picture my friend. Hautakuwepo dada. Kwa sababu unachokiona, ufunuo na uone ndio sofani yako. Ndicho unachoenda kuwa. Ndio maana wakati utakapoenda kuwa change, wenye sofani zao wataziona. Ndio maana Ibrahim aliweza kuiona ile sofania iliyokuja na Melkizedeki pamoja na wenzake. Kwa sababu Ibrahim alikuwa na ufunuo wa Melkizedeki.